hizi live zingekuwa bato, yani hamna kusemana, tunafanya bato, sisi tunaenda kumpiga adui yetu, tungeshinda. Tupige bato la hivyo, tungeshinda. Kuna siku tunaamua hili bato la huku linakwenda, tukikuta mmezidiwa, tunakuja tunajiungana, tunapiga, tutashindwa kushinda. Lakini sisi tena eti mimi nageuka nyuma, napiga mpira, nafunga kwenye goli langu, simtaniua nje, nitatoka. Mechi ya Simba na Yanga, mimi nageuka tu huku na nafumua goli, linaenda linaingia, nitatoka uwanjani pale? Sitoki. Ndio maana ya nyundo, ndio maana napiga nyundo, kwa sababu nikikuona wewe unageuka nyuma na kufunga golini kwangu, akupiga nyundo. Mimi nyundo sijaanza leo, nyundo napiga mimi tangu zamani, nimeingia kwenye TikTok. Nyundo ni lazima kuzirekebisha hizi live ziwe na adabu. Mkitaka kujua nyundo maana yake nini, kwa nini TikTok wameweka kwa sababu walijua kuna matondogoso humu. Walijua kuna matondogoso, kuna majinga, mabumunda yamo kibao, ndio maana wakaweka nyundo. Kwa hiyo mnavozipinga nyewe mtakuwa muelewi. Hivi li mtu linakuja hapa linaandika kwamba wasanii wanakosa, waacheni, nitakuacha. Alafu lingine linaandika eti msitumie udikteta, na kutandika na wewe. Na kutandika. Ukiwa mzuri utanifuata inbox, brother Sama mbona umenipiga? Na kufungulia, tunagonga 5 yanaisha. Wangapi wanakuja hivyo? Lakini namwambia upumbavu ulio bana, sirudi tena. Sawa, msiweke basi, sikaa tu, tulia. Hii ndio itatuletea heshima. Sasa hizi tutarudi tena kwenye form. Kuanzia leo One Love, acheni kufunga live asubuhi tu, ifungue kaya hewani, watu wataamkia pale. Tusiache, tupige manyundo ya kufa mtu, manondo, nyundo yani lazima, kama anaposema Juno. Na sasa hizi mimi nawaambia, nawarudia, namaliza sasa. Sasa hizi comment zinazotusumbua ni hizi hapa, zifanyieni kazi sana moderator. Comment zinatusumbua ni 2 tu sasa hizi. Zile za matusi wengi wanajua itu atapigwa nyumba, watakimbia. Za matusi hazina shaka, sababu zinajieleza. Za matusi hazina shaka, atapigwa tu nyundo. Comment sasa hizi zinazosumbua ni hizi hapa 2. Sikilizeni. Mshushe huyo ameongea sana. Wapeni watu nafasi wajieleze. Hata wewe wa kwetu, nimekuona mmoja ni wa kwetu, naona ingia kwenye mfumo wa kijinga. Wapeni watu wajieleze. Je, wakati wako watu 22, alishindwaje kupanda huyo akajieleza, akajiachia? Kwa nini huyo anayeandika hivyo anasubiri watu wakifika 200 mpaka 300? Swali. Live mimi jana nimekaa chini hapa, muda wa saa huku, nimeweka headphone na kula madini huku, naangalia mpira saa 1:30. Wakipanda watu 35, inashuka 36, 33, 35, mpaka wakakosa cha kuongea. Wakina Love wakawa wanafundishana namna ya kuingia Discord. Hao waliokuja kunidisturb mimi na waona chini, wapo kwenye lineup hapa chini, wapo wamekaa tu, hawana habari ya kupanda kupiga nondo. Nikaingia mimi kwa huyu hapa anaitwa Arusha Chuga, nikaingia mimi kupiga nondo baada ya kusikiliza kwa makini. Mbona hizi live kuna nini? Walipofika watu 100 na zikaanza comment, waachie na wenzako, waachie, wape uhuru, wape. Sasa mbona nimekaa saa 1:30 hapa, hakuna message za hivyo, kuna nini? Nikagundua kitu ni UVCCM hawataki hizi live sio tusemeje, yani hawataki zishamiri, wanataka zisinzie. Mtu aje, wamekwama, wameshaisha wale, 30 tu. Hicho ndo wanataka watu. Kwa hiyo msikubali kucheza nao hao watu, wala msinichukie mimi kwa kuwasikiliza. Mimi sina matatizo. Nimetoka hapa kwenye live siku 4 nzima siongei. Nimekuja na majina ambayo hayajulikani, naweka kabisa kichwa hapo, lakini sitaki kujitambulisha, nakaa tu nasikiliza. Sasa kwani nilikuwa kuna faida gani mimi nikiacha? Nimekaa siku 4 mbona? Yani tusikubali, tutandikeni tu nondo. Hawa wataacha wenyewe nondo tu saizi, nondo juu ya nondo. Karibu mwingine aongee. Hapa nani mmeongea vizuri sana Sama.
na natamani zaidi sana muendelee kupiga zaidi sana nondo. Unajua kila mtu na principles zake. Kuna mwingine hawezi nondo, kuna mwingine anaweza. Kama unahitaji mpango wote upangiwe uko sawa, unaweza kupangiwa. Kwa sababu kuna draft na draftiwa. Naifanya sana kazi kwa kuidraft kitu ili tupate kitu cha maana zaidi sana. Na kuja live tofauti iwe ya adui ambao ataongea tofauti, mimi nitampa, akinisikiza sawa, kishindwa hivyo hivyo nitakuwa napita kila live angalau kutoa chochote kitu ambao kitu kinachoenda kumhusu. Kwenye hili swala hili hapa moja naomba tuliangalie sote. Nijaribu na kupeleka sehemu nyingine na acha hapa niwakilishe vile vile. Kwamba ni hichi hapa. Tunatakiwa tuwatengeneze watu kisaikolojia. Mimi nang'ang'ania sana kisaikolojia, inabidi watu tuwazoeshe. Kwa nini nasema hivi? Kwamba tunatakiwa sasa hivi kwamba kila mtu nyumbani kwake anapoingia kulala aandike vipeperushi vitatu tu, kuandika tu maandamano yanakuja hapo mbelezi, yani anaandika ile maneno ambao kwamba kitu kinakuja hapo mbele, bado akijapangwa pangilie sentence yake kwamba lakini neno maandamano liwemo, jinsi ya kupangilia statement iwe nzuri. Kama mimi naweza nikaandika maandamano makubwa sana yanakuja hapo mbele, vikaratasi vitatu tu. After zeni unatoka labda saa 6 au asubuhi, unatembea unaenda zako kazini, unafika sehemu unaviangusha tu vile vipeperushi. Hata mtu akikukuta, bwana mbona umeangusha vikaratasi, namwambia hivi nimeviokota hapo, nimevisoma, nimevichoka na vitupa. Kwa pale ushahidi vinapotea. Kumbe wewe pale yule anapoenda kusoma anaenda kukutana na kitu kimeandikwa vile, kinaenda kumpelekea tena hivi vitu bado kumbe tena vinakuja tena. Kwa hiyo sasa pale unapoenda kuwazoesha kila siku, ndani ya siku 10 kama mmeweka watu 200, maana yake ndani ya siku 10 uzidishe sasa mara 200. Utapata karibu tuseme 2000 ambao message zimetapaka karibu 2000, yani watu 200 wamerusha karibu sehemu tofauti mara 200. Kwa hiyo pale watu wanavyoenda kokota kujuzana kwa staili kama hii hapa, usibebe sijui rundo sijui la nani maboksi ya nini, utakamatwa, utakopo pabaya. Ila sasa unachokitengeneza unaviandika vikaratasi vitatu tu kila siku, ndani ya siku 10 wazoeshe hivyo. Kwamba leo natupia hapa, kesho kutwa natupia mtaa mwingine unakuja ambao vitakiwi hadi wewe urushe juu sijui vimwage vionekane kama vimepeperushwa. Vitatu tu unaweza kuvibeba huko, watu wakiweza kutokelezea wakaweza kurusha kwa wingi zaidi. Unaona, tunawatengenezea watu kisaikolojia. Kila wanavyookota wanapewa taarifa, kila wanapokota wanapewa taarifa. Ndani ya siku 10 unaenda kujikuta kweli watu kweli wanaitika. Utaona wenyewe tu wanaanza kuposti sasa mtandaoni, watu wameandaa maandamano yanakuja, watu wameandaa maandamano yanakuja. Kwa hiyo unaenda kupelekea kumbe tunasambaza taarifa kwa saikolojia ambayo ni nyepesi sana, itakiwa kutumia hata nguvu wala kufanyaje. Yani ni njia ni nyepesi ambao unaandika vitatu tu au 4 5 au 10. Kama una uwezo sema kutupa 10 viko okay, lakini hususan kuanzia vitatu ukiweza kutupa ambao yeye haiwezi kukuletea agenda nyingine yoyote ambayo kuweza kudiscuss utofauti hamna. Kwa unaenda kujikuta unapeleka mauzui au unapeleka ujumbe kwenye sehemu sahihi na wakati sahihi, kwa sababu sasa hivi tuko kwenye maandalizi ya maandamano yanayokuja. Kwa tuwatengenezee watu mfumo wa kuweza kutambua hichi kinachotakiwa kifike mbeleni. Hiyo ni ya kwanza. Kwa sababu nikiongea mara nyingi point nikikazia sana, kuna point nimekuja nazo point 2, afu nyingine kama inanitoka tena. Nikikadi niangalia kwenye daftari ndivyo naweza nikajua kabisa mfumo ambao ninaenda kuupangilia. Umeona, mtanichoka endapo kama nitakuwa napanda sana kutoa vitu tofauti, mtakuja kunisamea zaidi sana. Halafu nikikumbuka, sikiliza maamuzi. Yani hapa hata usijieleze, yani jiachie. Umepewa dimba la kati, kuwa kama Bellingham tu, toa mapande huku, peleka mapasi kwa Junior, peleka kwa yani haya mambo hayana mwenyewe hapa hamna mkubwa hapa. Yani mimi mwenyewe sijuzi nimetoka, kwani waliacha kuongea live? Si nilikaa siku 4 sipo, mbona live zilikuwepo? Yani wewe saizi piga nondo, haina hata kusema hivi haya mawazo sini. Usijitiishe huruma hapa, wewe ni Mtanzania, taandika manondo tu. Tena ukiona kuja hata sasa hivi tunakaa hata hapo zifikirie tu, afu ikija unawaambia jamani, sole imerudi, wazo limerudi. Yani hapa mtu ajiachie tu, haina hata haja ya kitu chochote. Mimi naona hii itaturudisha kwenye ile game yetu ya zamani. Cha msingi ni wale wanaoandika makomenti tu ya kukatisha tamaa, wale ndio maadui, na wale ndio wanaotaka yale ya wepo ya maugomvi yaendelee. Nondo kama hizo ulizopiga nani hata zikataa nondo hizo tena. Nakumbuka hata mwanzoni kuna mtu aliletaga wazo hilo, ukienda hata kwenye daladala
unajifanya kama umeshikilia kama mzigo hivi, unadondosha tu huyo. Umeona hivyo? Ni nzuri sana hii, tena vijijini huko ambako kitu safi kabisa. Kama umeipokea hiyo ni nzuri. Na hii vile vile tena nyingine, huwa kuna hii hapa tabia kumuumiza mtu kisaikolojia. Kwa nini nakwambia kumuumiza mtu kisaikolojia? Tunajua hawa wanaopiga mitandaoni hao, kuna watu ambao wanaoenda kujiacha wazi zaidi sana. Sawa? Tunawaumiza kisaikolojia kwa sababu sasa wanapanda sometime wanakuja kusikiliza huko. Umempiga polisi fulani hivi picha, umeichukua ile picha yake yule polisi, unaiweka kwenye profile yako. Halafu ukifika hapa unapanda hapa juu, lile neno la ile polisi, ile sura yake inaonekanika. Kwa hiyo unapiga nondo za kushindikiza kwamba serikali haipo vizuri, ile picha sinaeleweka huko, inaonekanika. Kwa hiyo unamsambaza yule mtu ambao sio mpenda kwenye matukio ambao wao hawayapendi. Kwa hiyo unampiga mtu kisaikolojia. Yaani unamuingilia ndani kama yeye hataki kuingia, kumbe unamuingiza makusudi. Utakuta kwamba kitu tunakitengeneza hapa, kama wale wapambe wale, tunapiga picha zao. Kama hapa ndugu yangu hapa amepiga picha hapa, ameonekanika safi sana. Sasa tuwapige sasa wao, tuwaweke humu kwenye profile zetu humu, kwamba tunaongea tukipanda kwenye live tu, tunajitahidi sana kupanda. Watu sio wanapita kuangalia, wanaangalia hivyo, wanaenda kujikuta wao ndio tunaongea sisi. Tunaongea lugha yetu sisi, lakini kwa kupitia sura zao. Kwa hiyo unaenda kujikuta sasa wao wanaathirika kisaikolojia. Lazima utapeleka kule bwana kusema hao watu wanatuongelea kuhusu maandamano, au wanapeleka kwenye taarifa. Hao wanapangia maandamano, wanapangia kwenye sura yangu mimi. Kwa hiyo kuna ujumbe ambao tunabidi tucheze trick. Unajua serikali yetu inaendeshwa kwa propaganda. Haiendeshwi kwa mifumo ambayo iliyoko sahihi. Serikali inaunda propaganda kuendesha nchi yetu. Tunatakiwa na sisi tucheze kwenye mifumo ya propaganda, tukite sana kwenye propaganda. Yaani hao tutawaumiza kisaikolojia, ambao tunaenda kujikuta wote tunaimba wimbo mmoja tu. Unaona? Hili ni wazo, isije ikawa kapigiwa pembeni kwa kama kama ndo tayari imepita. Hii ni hoja ambayo tunaweza tukaidiscuss kwamba ni nzuri au sio nzuri, ila nyingine umeipitisha sawa. Hili nalo ni vile vile ni wazo lingine. Kwa hiyo napenda kuongea hichi, kwa sio mtaalamu sana kuongea, huwa napenda sana kuongea vitendo. Sometimes najihisi kama siongei nikiwa sahihi. Ndio maana kuna mtu anaweza kuongea, kuna mtu mwingine hawezi kuongea. Mimi sio kipaji changu cha kuongea. Na nyingine zaidi sana ilibidi apande Tanzania ana sauti ya mamlaka. Kwa nini naongea hii sauti ya mamlaka? Hii sauti ya mamlaka, kuna staili ambayo ya kuwarudisha watu kwenye mchezo. Kuna kitu kimoja, kipindi kile Samu ulikopo umemwanzishia tabia ya DJD, ambao tulikuwa tunasema wewe uko wapi, niko Mwanza, nini. Kwa hiyo unaenda kujikuta vile watu wanaenda kuvutiwa. Sasa hivi inabidi tubadilishe ule mfumo kusema kwamba mimi niko Mwanza. Sasa hivi tubadilishe mfumo hivi, kwamba mimi sasa hivi nimepanda hapa juu kwa sababu ya kitu kimoja. Mimi niwaambie tu serikali, mimi sio mbaya wao, ila nachotamani mimi keki ya nchi tugawane sawa. Yaani tukiweka mfumo sawa, keki ya nchi, ndio maana yake nimepanda hapa juu kuongea hili neno, keki ya nchi iende kuwa sawa. Yaani kila kitu kiende sawa. Maana yake keki ya nchi, maana yake tule wote, haki itumike, maana yake katiba ipatikanike, madini tule sote, wasile watu wachache. Ndio maana ya keki ya nchi. Yaani kila mfumo upatikanike. Keki nikiengelezea keki, maana yake nimeshatia umomo katiba, kila kitu kilichokuwepo ndani. Ndio maana yake keki ya nchi. Kwa hiyo sasa akipanda hapa yule mamlaka anaanza kuuliza, kuna mtu mwingine atapanda hapa juu kwa sababu ndugu yake kafiwa. Kwa hiyo ukisema nani anaopanda hapa juu, mnapanda hapa juu ili kufanya nini? Kuna watu wanapiga hapa comment, mimi nimekuja kwenye live kwa sababu ya kudai haki ya ndugu yangu. Unamtaja jina kabisa, bwana Mamluki, umepanda juu sababu ya ndugu yako. Kwa hiyo unapiga kama ile promo ya kupiga kama vile ulivyokuwa unafanya DJD. Wewe unatokea Mwanza, unafanya nini? Ile itaweza kuleta hamasa sana, kila mtu kusogeza hapa ujumbe wake na kutamani kuja kusikiliza live muda wote, kwa sababu atakuwa anatajwa na mwingine ana enjoy anavyotajwa vile. Ana enjoy, atakuwa anapelekea hata watu wengine morali ya kusema sehemu fulani mimi wamenipaisha. Unajua sisi wa Tanzania inabidi tuwasome kisaikolojia. Kama hapa Tanzania aliweza kuongea kusema kwamba Kigoma ndio mambumbumbu kabisa. Ni kweli, mimi siwezi nikakataa, ni mambumbumbu haswa ndio wanaoongoza Tanzania hii kuuza sumu, dawa ya panya, sumu, mende, viroboto, ndio wanaoongoza, ni wao. Ndio maana wanashangilia sana leo alikuwa ametoka mtu mmoja kazulumika huko sijui na Kikwete na yuko mtandaoni sasa hivi na trendi, amezulumiwa sijui na Liziwani, sijui Kikwete, sijui na sijui huko wamenyang'anywa sijui karibu 3,000. Umeona huko kwa Kigoma. Na mimi nikatia pale comment na mkome kipindi hicho
watu wanatoka, nyie mlikaa huko ndani, mlikuwa mnaenda kula ubwabwa wa nani, wa huyu nani, Baba Levo. Unaona? Mngetoka hata huko, msingeweza kuja kulalamika huko Dar es Salaam. Wamekuja Dar es Salaam kuja kulalamika, hiyo trending hadi sasa hivi ndio inatembea. Kwa mantiki gani? Kwa wao wangetoka kupambana kule, wale wangeshaweza kuondoka, hata na kaya zao zingeweza kurudi. Kutokana hawakutoka siku hiyo ya maandamano, ndio maana imepelekea hadi sasa hivi wao wanakuja sasa hizi kuja kudai huko Dar es Salaam. Umeshanielewa? Kwa hiyo sasa tunatakiwa tutengeneze mifumo ambayo ya kuwakimbiza sana serikali. Tunaandamana. Ni kwa nini tunapiga kelele siku zote? Tuseme kwamba ni kelele kwa sababu zinakosesha amani, hawalali, wanatublock. Kama kaka Sama mfungo karibu live zaidi ya 20 anapigwa block kwa sababu gani? Nitaelezea. Watanzania wengi hatusomi katiba. Watanzania wengi hatusomi katiba. Yani tupo bora, tumekula chakula, tumeamka, tumeenda. Lakini naomba nielezee kwamba katiba imeturuhusu kufanya mambo fulani. Na kuna sababu maalum ni kwa nini Samia anafaa ondoke. Kuna sababu maarufu ni kwa nini Samia, Mafwele, hao wote wanafaa kuondoka. Sasa mimi naomba nielezee katiba. Kipengele cha 14. Ibara ya 14. Ibara ya 14 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 1977. Kwa Kiingereza inasema guarantees the right to life. Guarantees the right to life. Yani inapeana uhuru wa kuishi ama haki ya kuishi. Yani katiba hiyo inaturuhusu kama Tanzania, hakuna mtu katika taifa la Tanzania ana haki ya kuja kuyazuia maisha yako, ya kukubabaisha, ya kukutishia maisha. Una haki ya kuishi Tanzania, una haki ya kutembea Tanzania, una haki ya kukaa Tanzania. Wewe kama ni Mtanzania. Sasa ibara ya 14 inamruhusu Mtanzania ana haki ya kuishi. Ana haki ya kuishi. Ibara ya 15. Ibara ya 13 ya katiba inasema quality before the law. Equality. Haki sawa katika sheria. Kwa hivyo unaona mwanamke Samia katika ibara ya 14 ameenda kinyume. Cha kwanza amewaua watu, ina maana amevunja sheria. Hiyo katiba, amevunja sheria ya katiba ambayo inamruhusu Mtanzania kuishi, ambayo inamruhusu Mtanzania kuwa hai, ambayo inamruhusu Mtanzania. Kwa hivyo tuna haki ya kumtoa Samia kwa sababu amevunja katiba, amevunja sheria. Hata Marekani, nchi kubwa, inafuata sheria, inafuata katiba. Marekani wanafuata katiba. Nchi zote ambazo zimepiga hatua zimeendelea zinafuata katiba. Nchi kama Switzerland, mimi nasikia Switzerland sijafika hapa, hiyo anafuata katiba. Kwa hivyo Samia ana haki ya kuondoka kwa sababu ameua watu. Kwa hivyo amevunja sheria. Kwa hivyo tukienda kumtoa barabara, tukiingia barabarani kuandamana, tunaenda na sheria. Hatukuji kama mambumbumbu, hatukuji kama mapumbavu ambao si ni wasomi. Hii sheria Baba Levo haijui. Baba Levo haijui kabisa. Tuende kwenye ibara ya 13. Naomba tuende kwa haraka kwa sababu ya muda pia. Wengine pia waanze kuchangia. Ibara ya 13 inasema kwamba equality before the law. Haki katika mahakama. Kimfano, kusiwe na mtu anasingiziwa kesi mahakamani. Equality before the law. Mahakama iwe na sheria ambayo inajali watu. Kukuwe na haki sawa katika mahakama. Awe maskini, awe tajiri, ila sheria ifuate mkondo wake. Lakini Samia ameingiza mkono kwenye mahakama. Na ndio maana watu wapo mahakamani ambao wapo kinyume na sheria pale. Wako ndani hadi saizi. Wanapitia mateso hadi saizi. Wanafiri hadi saizi. Wanapelekewa moto hadi saizi. Kwa hivyo tuna haki ya kumuondoa Samia kwa sababu amevunja haki ya mahakama. Kwa hivyo hamna aliye juu ya sheria. Kwa hivyo juu Samia amevunja haki ya mahakama, kwa hivyo tunaingia barabarani kuandamana kwa sababu ameonyesha madhaifu yake, ameonyesha kuingilia mahakama, ameonyesha kuwasteka mawakili na kuwakamata mahakama, na kwa hivyo mahakama haijitawali tena bali inafuata huyu mwanamke Samia. Kwa hivyo tuna haki ya tunapoingia barabarani tunamtoa kwa sababu amevunja sheria ya mahakama. Ibara ya 18. Ibara ya 18 inasema kwamba guarantees freedom of expression and access to information. Inaelezea uhuru wa kujieleza. Katiba ya Tanzania inamruhusu, ibara ya 18 inamruhusu Mtanzania uhuru wa kujieleza, awe chama gani, awe hana chama, ana haki ya kujieleza muda wote ule. Kwa hivyo basi Samia amevunja sheria ya kujieleza. Pia access to information, uhuru wa vyombo vya habari.
uhuru wa vyombo vya habari. Kwa hivyo Samia amevunja uhuru wa vyombo vya habari. Tuna haki ya kumtoa mara moja, kwa sababu mimi sasa ukinikamata mimi Trump, nitaenda na katiba, nitaenda bora tu asiniue, nitaenda na katiba, nitaelezea mlikuwepo kwenye uchaguzi, mliona iliyofanyika. Kwa hivyo tuna haki ya kumtoa Samia kwa sababu amevunja uhuru wa vyombo vya habari, ameteka vyombo vya habari haviwezi vikatoa information hiyo sahihi. Pia amezuia uhuru wa kujieleza kwa Tanzania, uhuru wa kujieleza kwa Tanzania. Ibara ya 21, ibara ya 21 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 guarantees the right to participate in governance including voting. Inamruhusu Mtanzania kupiga kura na kumchagua mtu yoyote wanayemtaka. Ibara ya Tanzania. Je, swali wa Tanzania, tulipiga kura? Swali nakuja kwenu, wa Tanzania tulipiga kura? Ina maana tulizuiwa haki yetu ya kupiga kura. Zaidi ya yote tulipigwa marisasi, tuliuawa. Kwa hivyo katiba inaturuhusu, tuna haki ya kupiga kura. Tuna haki ya kumchagua mtu tunayemtaka sisi. Tuna haki ya kupiga kura. Sasa katiba yetu hii ambayo pia sio nzuri sana, kwa sababu inampea rais mamlaka sana, lakini pia inamjali mwananchi kwa asilimia zingine. Sasa kwa sababu sisi tuna haki ya kupiga kura, Samia alizuia haki yetu ya kupiga kura. Kwa hivyo tuna haki ya kumuondoa, tuna haki ya kumtoa, tuna haki ya kuondoa wote waliovunja sheria na wakachukua hatua kubwa sana. Hizi elimu zipeane kwa watu. Hizi elimu zipeane kwa watu, maana inaweza kuwa watu wamerelax ila wajui sheria. Inawezekana wewe Kakamati ni mute mic basi. Kakamati ni mute mic basi. Kakamati ni mute mic basi. Kwa hivyo naelezea nini? Tuna haki ya kupiga kura kwa mtu tunayemtaka sisi. Nikimalizia ibara ya 7 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, prohibition of torture and cruel, inhuman on regarding treatment. Yani katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania haimruhusu Mtanzania kuteswa, haimruhusu Mtanzania kunyanyaswa, haimruhusu Mtanzania kuteswa. Hiyo ni ibara ya 7 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Inamruhusu Mtanzania, hairuhusu Mtanzania ateswe na mtu yoyote yule, awe polisi, awe rais, awe mwanajeshi, awe nani. Kazi yao ni kuwaekea wananchi ulinzi, sio kuwaua. Lakini tulichokiona kwa serikali mbovu ya Samia, wameenda kinyume na katiba, wameenda kinyume na sheria, wamewaua watu, wamewafira watu, wamebaka dada zetu, wamewateka watu. Kwa hivyo ndugu zangu wa Tanzania, hivyo basi kwa kuvunja sheria, kwa kuvunja haki ya katiba ya mwananchi kutoteswa, wamewateswa wananchi, na katiba inakataa, wana haki ya kuchukua hatua, wana haki ya kuwajibishwa ya kwamba wao sio Mungu, wana haki ya kuondolewa pale walipo, maana wapo pale kinyume na sheria kwa sababu wamevunja sheria. Wamevunja sheria. Kwa hivyo wana haki ya kuchukuliwa hatua kubwa sana za kisheria na pia wakashtakiwa. Ibara nikimalizia, yasa hii ndio muhimu kabisa. Hii ndio muhimu. Ibara ya 19, 21 na 25 inasema freedom of expression, assembly and participation. Unanielewa? Naelezea politically and participation. Yani ibara ya 19, 21 ya katiba na 25 nasema freedom of expression, assembly and political participation. Yani ni kwamba Watanzania wenzangu, ni kwamba uhuru wa kujieleza ama uhuru wa kuongea, umkosoe rais hautakamatwa, umkosoe Mafwele hautakamatwa, ukosoe Chadema hautakamatwa, chama chochote. Pia inasema kwamba una haki ya kuchagua chama unachokitaka wewe. Una haki ya kukichagua chama ambacho unakipenda wewe. Sio vibaya mwananchi wa Tanzania kuingilia siasa. Sio vibaya mwananchi wa Tanzania kuipenda siasa. Sio vibaya mwananchi wa Tanzania kuizungumzia siasa, kwa sababu siasa ndio maisha. Maana katiba imeturuhusu, tuna haki ya kuchagua chama ambacho tunachokitaka sisi na kujihusisha na siasa. Kwa hivyo basi, Samia Suluhu Hassan
ametunyima uhuru wa kuchagua wanasiasa tunaotaka sisi, ametuzuia wanasiasa ambao sisi tunawapenda, na Edu kwa CCM unaruhusiwa kuchagua chama chako. Kama ni CCM, penda CCM yako. Kama ni Chadema, penda Chadema yako. Lakini yeye alichofanya, aliamua kuwa vyama, akatunyima uhuru wetu, akazuia vyama ambavyo sisi tunavipenda, ambao kama mimi Trump napenda chama changu, akanizuia sikupiga kura. Kwa hivyo basi Samia amevunja sheria. Samia ametulazimisha chama kimoja. Ametulazimisha chama kimoja tukipende. Kwa hivyo basi tuna haki ya kumuondoa. Sisi ni wananchi ambao tumesoma, tunajielewa, tuna haki ya kuchagua viongozi ambao tunawataka sisi. Kwa hivyo basi Samia ana haki ya kuondolewa kwa sababu ametuzuia wananchi kutuingia. Pia ya muhimu ni kwamba uhuru wa kujieleza na pia maandamano yanaruhusiwa kikatiba. Hiyo ni idara ya 19:21-25 assembly, mikutano. Lakini Tanzania mkipatikana watatu waine mnatekwa. Mnaongea nini? Huko ni kumuua mtu, ni kumunyima mtu haki yake ya kuzungumza, na zaidi mbaya zaidi wanapigwa viboko. Kwa hivyo basi tuna haki ya kuwaondoa. Sitaki niongee mengi sana ndugu zangu, ila pia naombeni mkasome ibara ya 9, ibara ya 4, 9, 10, 11 mpaka 13. Pia msome ibara ya 3, 19 na 21. Mungu awabariki sana. Tukumbuke tuna haki, tupeane elimu kwa Tanzania, wajue kwa nini tunaingia kuandamana. Ni kwa sababu tunajua sheria, tunajua haki. Hatuji tu kama wapumbavu. Tunajua tunachokifanya, tuna vitu tumenyimwa, tuna vitu hatujaviona, tunanyanyaswa, hatuna uhuru kabisa. Kwa hivyo ndio maana hizi live zinasumbuka hivyo. Ndio maana tunasumbuka, tunablokiwa kwenye account zetu. Pia hata kublokiwa ni kosa kisheria. Ni kosa kisheria. Kuingilia watu katika inaitwa cyberbullying. Kwa Kiingereza inaitwa cyberbullying. Cyberbullying. Watu hawajakosema na blog. Kwa hivyo hii ni hatua kubwa ambayo inafaa ichukuliwe, na tusinyamaze wa Tanzania. Tutie hasira, tupambane taifa letu. Mungu abariki sana. Mungu bariki Tanzania. Mungu bariki Tanganyika. Mungu bariki Afrika Mashariki. Asanteni sana. Kwanza nikupongeze wewe, una utofauti mkubwa na UV CCM na mbunge Baba Levo aliyoko bungeni anaongea utumbo mtupu wa Chinese tumboni. Umeongea ngeli, wao wako bize kuandama tutusa na majinga eti yakamzaralishe Faza Kitima. Yani wao elimu yao ya Bachaga na inja kalama haiya chijui nini hii ndiyo ina mkia mrefu, hii ndiyo ina kofia kichwani. Yani ujinga tu, fujo tu, kuimba tu. Yani wao kazi yao ni kuimba tu, mishairi. Hawana elimu yoyote. Kwa hiyo umeninyoshea UV CCM. UV CCM hai. Zile za Doto Magari hai. Ndo mjua kwamba sisi tunajua tunachokitafuta. Maze huku hivyo, mbona huku umepoa jamani? Vipi? Walavu upo? Piga vinanda one love. Piga vinanda one love. Host. Piga vinanda. Ara. Ndio shida, walavu wamelala tayari. Yaani ndio shida yake. Yaani nacholewa manyani mengi ubaoni. Mwalimu anamaliza chaki ubaoni anachora nyani wengi. Anakuambia sijui nyani binadamu wa kwanza alikuwa nyani, kingine kinachoro kimeinama, kingine kinachoro kimechuchuma, kinyani kingine kimechoro kimesimama. Yani fujo tu kumaliza chaki tu, kodi zetu za kununulia chaki. Elimu mbovu. Angalia yale yaliyokuwa na hapa bungeni mule. Jitu linasoma barua eti mimi nitailinda na kuitumikia katiba. Kuba babako. Umefata nini bungeni akati hata kusoma ujui? Haya lingine limeapa pale Mbeya pale. Linani lile limeapa pale Mbeya pale. Halijui kuapa meya wa jiji wa Mbeya. Hajui hata kusoma. Linasoma mimi nitalinda katiba ya jamhuri. Kuba babake. Perekeni ane kuyachukuna ya pereka Tanzania. Tanzania. Somba yote ya pereka mirembe huko ya katayo.
Yaani majinga kama hayo yanaenda kuwekwa Mbeya ilivyokuwa jiji kubwa lile lina wasomi rundo. Unaenda alafu hii ni dharau kabisa kwa Mungu. Hii ni dharau. Yaani unampeleka mtu ambaye unamwacha Trump hapa. Trump ana elimu yake kabisa hapa, anafundisha vitu vinaeleweka. Mnaenda kupeleka majinga eti kuna lingine eti pale lingine bubu wameliandikia, yani bubu wameliandikia lisome linonge mabunge yanapiga makofi, lijinga linaongea utumbo mtupu, hata kinachoongeleka ajui. Eti ameenda kwa ajili ya walemavu. Si mngepeleka hata kidisi Magoti kile pale ni kilemavu, akina viungo vyote mwilini, kingeenda kikawakilisha hao walemavu. Mnapeleka limutu kama lina mwili kama kibanda cha M-Pesa. Harai anachokisoma kwenye karatasi na anachokiongea yeye tofauti. Wewe kama ana maharage mdomoni. Eti mbunge ameenda kuwakilisha walemavu. Yule atatetea nini kuhusu walemavu? Ni nini atatetea hoja yoyote? Hoja gani ataweka pale ya walemavu? Upumbavu mtupu, akula kodi zetu. Tumeanza upya. Tumerudi. Tutaelewana tu. Kuna mtu aliomba kuongea hapa, mbona aongei? Hebu kwanza Mjuku ongea basi. Ameshuka. Mtume Trump, ngoja tushushe upako kwanza. Mimi namshukuru Mungu Bwana, upako umekushukia. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru, tunakuinua, tunakubariki. Asante kwa ajili ya Jumapili njema tena ambayo umetupatia. Lakini pia Bwana, asante kwa kutuamsha vyema na kuendelea kutupa moyo na mzigo wa kupambania nchi yetu kutoka kwenye mikono ya hawa majambazi, katika jina la Yesu Kristo. Tunashukuru Bwana kwa sababu umetupa moyo tena wa kupambana. Daudi hakumuombea tu Goliati, ila alienda akapigana na Goliati. Sisi Bwana tunaomba moyo wa Daudi. Tunaomba moyo wa Daudi wa kufanya action. Sio tu wa kuomba peke yake, wa kufanya action. Wa kupambana na hili Goliati CCM. Wa kupambana na hili Goliati Samia na genge lake la wauaji. Katika jina la Yesu. Tupe courage Bwana. Tupe nguvu Bwana. Tusaidie, weka vinywa vyetu nguvu na macho yetu nguvu, vifua vyetu nguvu, mioyo yetu nguvu. Tusikate tamaa wala kufa mioyo, katika jina la Yesu Kristo. Neema yako Bwana ikatembee nasi. Ukuu wako Bwana ukatembee nasi. Usiache Bwana hata mmoja wetu apotee. Usiache Bwana hata mmoja wetu adondoke. Usiache Bwana hata unywele wetu udondoke. Katika jina la Yesu Kristo tunaachilia neema yako na nguvu zako. Kafunike ufahamu wetu, usirogwe na waganga wa Samia. Funika fahamu zetu Bwana, katika jina la Yesu. Zungushia moto fahamu zetu, katika jina la Yesu. Zisirogwe na kupumbazwa na siasa za wauaji hawa kina Samia, katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kushukuru. Amen. Mtume Trump. Amen. Haleluya. Haleluya. Mimi nimekuona juzi umeweka jina mtume, nikashukuru sana. Nikawasema sasa Trump nafikiri kile kinywa chake kidogo kitapiga sana nondo kuliko matusi. Kweli. Ila bado moja unalipenda sana, na mimi nalipenda sana. Yale macho ya nini? Macho ya nyege. Ila Trump, unajua nilikuwa naongea na kaka Sama hii. Macho unasikia Marcus? Macho ya upwiru. Mikito ni binyano. Nilikuwa naongea na kaka Sama hii asubuhi. Nikamwambia kaka Sama, unajua pale ambapo mioyo inapokuwa inakaribia kufa, yani kama vile tunasikia ndo tunakata tamaa, yani kama vile tunaona
mbona tumeshindwa, mbona kama watu wanarudi nyuma. Nikamwambia yani hapo ndio mahali pa kukaza kamba hasa, maana hapo ushindi umekaribia, yani ushindi umekaribia kabisa. Nikamwambia, akasema ukiona huyu mpumbavu amealika mpaka mabalozi, na akasema kama ananiambia hata mabalozi wenyewe sio kwamba ndio wameenda pale, wengi wameenda wawakilishi. Ukiona mpaka ameanza kualika mabalozi, anaanza kujipigisha magoti kuomba msamaha, jua kibano ni kikali sana. Sasa sisi hatupaswi kurudi nyuma, ni kushikilia na kuongeza gia. Yani tupo kwenye tambarare lakini tunaweka gia ya kupanda mlima. Tupo kwenye tambarare lakini tunaweka gia ya kupanda mlima, yani mpaka kieleweke. Umeona? Mpaka kieleweke. Tunapambana na tunapiga action. Nimeona nani kwenye, na nimeipost screenshot huku kwenye TikTok yangu. Nimeona kwa Maria amepost kuna nyumba ya polisi ya Arusha imewaka moto. Tunashangilia. Nimeposti video leo dakika 5 kumwambia Samia, uadui wetu na wewe ni mkubwa mno. Uadui wetu sisi na polisi ni mkubwa mno. Hautazubaishwa na tume, hautazubaishwa sijui na nini. Uadui huu ni mkubwa mno. Hakuua Mandondocha, aliua ndugu zetu. Asikiri kwamba aliua watu tu kutoka from nowhere. Kwamba hao watu walioua hawana ndugu, hawana baba, hawana mama, hawana mjomba, kwamba waliota tu kama uyoga. Hapana, aliua watu, wana wajomba, wana mke, wana watoto, wana waume. Aliua watu wenye ndugu. Ndio si rais wetu, lazima atachomoka. Kwenye ile zoni ya zile nchi kule, ndo alikuwa rais ambaye yuko protected sana, analindwa kweli kweli kwenye ile zoni kule. Lakini wakati wake ulipofika, alinyakuliwa kama mwewe anavyonyakua kifaranga cha kuku kwenye jumba lake. Yani ndani ya masaa matatu hayupo kwenye kiti cha urais, hayupo. Sasa wasifikiri wako safe sana, wanatembea na magari 200 na helikopta juu, analindwa sana. Wasifikiri yuko safe sana. Samia hayuko, na sisi tutamthibitishia yuko safe sana, kwa sababu kimsingi sio rais. Chomoka tu, atachomoka tu. Acha waendelee kumpa kiburi wakina Kikwete kwamba tuko vizuri, jeshi linakusupport, tuko vizuri, jeshi linakusupport, sijui nini wanakusupport, sijui polisi wanakusupport. Iko vizuri. Iko siku na wala si nyingi, atachomoka tu, atachomoka tu. Si ana mapepo saizi mara. Kwa hiyo sehemu kubwa ya mikakati, kuna usiri, kuna uprivacy, iwe sehemu kubwa ya mikakati. Ila TikTok iwe sehemu kubwa ya kuchapa nondo, ya kuamsha watu, ya kutoa elimu, ya kutoa awareness. Tusiache, tuweke hizi live kila siku, tuweke, tusiache. Sasa hivi zile live za vikata mauno sijui nani zinaanza kupata washabiki, watu wanakuwa 200 300 kwenye hizo. Hatuhitaji kuwa na hizo live za hivyo. Acha wapate watu 5 10. Hizi live zetu ndio zinatakiwa ziongoze huku, sababu tunatakiwa tutoe elimu. Yani kila mmoja ashawishike kuwa anakuja kusikiliza live zetu, kila mmoja. Why? Tunatoa elimu, tunatoa awareness, tunachapa nondo. Lakini tukienda Discord ni kupanga mikakati na strategy, kuwapiga ambush za kutosha. Shukrani sana.